tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunaudhibiti moto na unaisha kabisa na tunarudia katika hali yetu ya kawaida. Kwa kweli nitumie fursa hii kuwapa pole wafanyabiashara wote wa eneo hili katika magodauni waliokuwa wakitunza mizigo yao kwa ajali mbaya iliyotokea usiku wa leo, jambo ambalo kwa kweli imeleta mshtuko mkubwa na kwa kweli hatukulitarajia. Nichukue nafasi hii kuwapa pole kwa ajali hiyo, lakini vile vile na kuwatia moyo kwamba Mungu mwenyewe anajua, lakini vile vile wawe na moyo mkuu. Mungu mwenyewe atafanya kile anachokiweza. Lakini nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwanza wale watoa taarifa ambao walitupa habari kwamba kuna ajali ya moto hapa, na haraka sana kwa kushirikiana na mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda tukafanya juhudi za kuhakikisha eneo hili tunafika mapema na tunachukua hatua ambazo tumeshazichukua. Kwa hiyo vyombo vyetu vya zimamoto kwa maana kamanda wa mkoa wa wilaya zote mbili Nyamagana na Ilemela, jeshi la polisi kwa maana kamanda wa jeshi la polisi mkoa pamoja na OCD wa Nyamagana na Ilemela, lakini vile vile jeshi la wananchi wote, kama ambavyo mnafahamu vyombo vyote vya usalama vimetimiza wajibu wake. Ndio maana utaona katika eneo hili kuna magari ya vyombo vyote vya usalama kwa maana jeshi la zimamoto na uokozi, jeshi la wananchi, jeshi la polisi, MWAUWASA, SGR, wadau wenyewe wananchi mbalimbali wameleta vyombo hapa kusaidia. Kwa kweli nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kwa ushirikiano waliotoa. Kwa kweli rai yangu ni tunaendelea kwanza kutoa elimu. Ukiangalia mji wetu namna ulivyojifunga, tunaendelea kuwaelimisha wafanyabiashara wachukue tahadhari za kujikinga na ajali za moto, kutengeneza miundombinu ya majengo yao, kuhakikisha hayapati madhara ya moto, na wanapojenga wakati mwingine washirikishe jeshi la zimamoto na uokozi ili kuhakikisha tunaweka miundombinu rafiki na inapotokea ajali ya moto tunaweza kuokoa mapema. Lakini vile vile hata ujenzi ambao uzingatii taratibu na sheria tumekuwa tukiwaelimisha. Kuna kamtindo kwa kujenga, wanajenga jengo chini wakati katikati hapa anaweka godown, jambo ambalo kwa kweli panapotokea majanga kama haya hata kwenye kuokoa inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni wasihi sana. Tunajua huu ni mji wa kibiashara, kwenye biashara wanatafuta, lakini pia tutafute biashara huku tunaangalia na usalama wa mali zetu. Lakini vile vile na waasa kwamba wachukue tahadhari zote za moto, kwa sababu kusema ukweli uwekezaji wanaouweka haipendezi kuona tunapata majanga ya namna hii. Lakini tunajua hii ni ajali, tuachie vyombo vya usalama na vinavyohusika vifanye uchunguzi na tutajua chanzo cha moto. Lakini vile vile niendelee kuwasihi wananchi waendelee kutoa ushirikiano kila mahali ambako tunakuwa na matukio kama haya kama walivyofanya leo. Kwa kweli nawashukuru, siaombei mengine yatokee, lakini wananchi wa Mwanza na Nyamagana kwa kweli ni watu wema. Mpaka sasa sijapokea tukio lote la uhalifu, sijapokea tukio lote labda tunaenda kuokoa mali mwingine anatamani iwe ya kwake. Kwa na wasi waendelee kuwa na moyo huo, na kila tunapoona majanga tunawakimbilia wenzetu kuwapa ushirikiano hali na mali kuhakikisha tunaokoa mali zao. Mnamo majira ya saa 3:20 leo tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026 usiku tulipokea taarifa kwamba kuna moto eneo la Kauma mkabala na jengo la NSSF. Kwa hiyo kutoka kituo cha Nyamagana mpaka hapa ni pafupi sana, ndani ya kama kilomita 2. Kwa ndani ya dakika 3 tulikuwa tumefika, lakini tulikuta ni godown ambayo ilikuwa limeshika moto, ilikuwa ni mkubwa sana, lakini kwa sababu lilikuwa lina nafasi pande zote tuliweza kulizingira kuhakikisha tunapambana na moto, na mpaka sasa hivi zaidi ya 90% ya moto tushaudhibiti. Tupo tunafanya kupoza na kuhakikisha zile mali zilizosalimika basi zile zikadhurika tena. Lakini napenda kutoa rai kwa wananchi, unapoona moto basi hakikisha unapiga namba ya dharura 114, kwa sababu hizo taarifa zimeletwa na askari wetu wenyewe waliuona. Lakini hapa naamini kuna walinzi, kuna majirani, kuna watu wengi sana. Kwa hiyo sisi tumeshatoka, ndio watu wanakuja na pikipiki kuja ofisini. Kwa hiyo hakuna haja ya kuchukua usafiri wa aina yoyote. Piga namba ya dharura 114, tunafika kwa haraka. Pengine kama baada ya kuona moshi tu wangekuwa wametoa taarifa, tungeweza kuokoa zaidi ya kile tulichokiokoa mpaka sasa hivi. Tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu kinga na tahadhari za moto. Kwa hiyo pamoja na elimu yetu tunasisitiza kwamba watu wachukue kinga na tahadhari za moto kuanzia kwenye hatua za awali. Unapokuwa umedesign jengo lako kwenye hatua za mchoro, hakikisha limefika jeshi la zimamoto na uokoaji ili upate ushauri. Lakini pamoja na hayo, hakikisha
umetembelewa na jeshi la zimamoto na uokoaji, wamekushauri ni kinga na tahadhari gani zipi uzichukue ili matukio kama yasitokee, na mwisho wa siku utapewa fire safety certificate. Kwa unapofanya biashara na kutoa huduma zote, hakikisha unacho cheti cha usalama dhidi ya majanga ya moto. Inakuwa imekuhakikishia kwamba wewe umepata elimu, umefunga vifaa vinavyostahili, kwa hiyo umejikinga na janga la moto lisitokee, na endapo inatokea basi inaweza ikadhibitiwa katika hatua za awali kabla hazijasambaa na kuleta madhara. Majanga haya ya moto yamekuwa ni mfululizo sasa kama mnavyoona, lakini pia nipende kuishukuru sana jeshi letu la zimamoto na viongozi wote wa mkoa, wilaya na kata kwa kuonyesha ushirikiano mkubwa. Wamewahi kwa wakati na ndio maana unaona moto huu tumeudhibiti. Pia nipende kuwashukuru wananchi kwa kujitokeza kuokoa mali. Tumeokoa mali, kulikuwa kuna magari lakini baadhi ya mali zimeungua, lakini hamna mwananchi yote aliyedhurika. Niendelee kuishukuru serikali yetu kwa kutuletea vifaa hivi vya kisasa vya kudhibiti moto, na leo hii tumeweza kudhibiti moto kwa hali ya juu. Ukiangalia eneo hili limezungukwa na mabenki, lakini kwa kuna kituo cha mafuta, na tumejitahidi sana moto usifike kwenye kituo cha mafuta. Kwa maelekezo mazuri ya jeshi letu, moto huo haujafika kwenye kituo cha mafuta na tumeudhibiti, na hapo nazungukwa na mabenki. Tumepata shida, mimi mwenyewe nimefika mara najiuliza kwamba labda hili tukio kilichotokea ni kwamba labda watu wanaamua kuchoma duka au kuchoma labda maduka yao, au watu wenye ufitina labda ndo wanaamua kutufanyia haya ili sisi tuendelee kuwa maskini. Sielewa chochote, kwa sababu na mimi mpaka natoa pesa yangu kuja hapa mjini, mara yake iliniumiza kwa sababu huyu ni mshikaji wangu, ni rafiki yangu, tunaishi wote pamoja kirafiki. Mtu anaunguliwa hapa, huwezi kukaa nyumbani ukalala. Kwa ndio maana nikaja hapa ili kumuona nini ambacho kinaendelea. Basi ni siri kwamba tuwasihi tu wananchi kwamba linapotokea tukio hili wawe wa kwanza kufika kwenye tukio, kwa sababu chochote kinaweza kutokea kwa mtu yoyote kwa wakati ambao wewe hautegemei. Basi umeridhishwa na vyombo vya usalama kwa ushirikiano huu? Uko vizuri na mmefika mapema kwa wakati, hakuna wasiwasi. Tunaamini kwamba jeshi limefanya kazi yao vizuri kabisa na hamna shida, wananchi wana